niko hapa fursa yako. Usikae tu maskani, amka kijana. Kijana ni wakati. Maisha yangu kabla ya mradi nilikuwa ni kijana wa kawaida, ni kijana ambaye ni mwenye hofu, na kijana ambaye nisipenda kuongea, na kijana ambaye nilipitia changamoto nyingi katika maisha yangu. Kabla ya mradi wa GYN nilikuwa ni fundi wa kawaida, kwa maana kwamba nilikuwa nachomelea, lakini sikuwa na certificate, sikuwa na mafunzo rasmi kutoka VETA. Creative Mind Africa ilianza kama wazo, lakini hatukwenda kwenye ile mifumo sahihi ya kuwa kampuni kabisa. Kabla sijajiunga na mradi wa Tanga Yetu, nilikuwa tu nipo nyumbani kwa sababu nilikuwa nimetoka kumaliza chuo. Nimekaa tu nyumbani, nimejaribu kuomba internship, volunteer, lakini nikawa nimekosa. Kabla kuingia kwenye mradi wa Tanga Yetu, katika biashara hii tulivyoianzisha tulikuwa hatuna uelewa mkubwa katika masuala ya usimamizi wa biashara, na pia tulikuwa hatuna network. Global Opportunity Youth Network ni network ambayo iko zaidi ya nchi 17. Inatekelezwa Tanga kwa kupitia taasisi inaitwa HD Consulting chini ya mradi wa Tanga Yetu. Mradi huu unahamasisha zaidi kutafuta fursa za vijana katika masuala ya kujiajiri au kuajiriwa. Karibu 49% ya population ya wakazi wa jiji la Tanga ni vijana. Kwa hiyo kutokana na takwimu za mahitaji ya vijana, tumeweza kuja na maeneo makuu manne. Eneo la kwanza ni kuhamasisha uwekezaji ambao utacreate fursa nyingi za vijana. Eneo la pili ni kuhakikisha kwamba ule ujuzi ambao unahitajika katika vijana kuajiriwa unapatikana na vijana wanaajiriwa. Lakini eneo la tatu ni kujenga uwezo wa watu kuanzisha biashara mbalimbali. Na eneo la mwisho ni kuratibu na kujenga ile ecosystem ya Tanga, kwamba hata kama mradi ukiondoka, basi zile fursa na ile mifumo ambayo tutakuwa tumeiweka basi iendelee kuweza kuangalia. Kwa mara ya kwanza niliweza kusikia huu mradi kupitia halmashauri ya jiji la Tanga katika kikao cha kuchagua baraza la vijana Tanga, na ndipo niliweza kupata fursa ya kuwa mwenyekiti wa vijana kwa kata ya Tangasisi, na pia kuchaguliwa katika kikundi cha ushauri yani YAG kupitia GYN. Na tumeweza kuwaengage vijana mbalimbali katika kila kata na kuweza kuelewa ni kitu gani ambacho wangependa kukifanya katika kuendeleza maisha yao. Kuna fursa nikaiona kwenye hiyo group la jukwaa la vijana wakati ya Makorola, ambayo inahusiana na mafunzo ya ususi wa ukili pamoja na uchoraji. Baada ya kusikia kama kuna mafunzo ya ELP na kuna programu zinatolewa, nikaamua niende. Nikaanza kujifunza, na kweli nimejifunza, nimebadilika kutoka pale mwanzo nilipokuwepo na mpaka nilipofikia sasa. Lakini baada ya kukutana na mradi wa vijana wa GYN, mambo kidogo yalibadilika, hali ya kibiashara ilikuwa, lakini sambamba na hilo nilifanikiwa kupata elimu ya mafunzo ya ufundi VETA, kwa maana ya kupata certificate ya VETA. Lakini kupitia mradi wa GYN Tanga tukaweza kujirasimisha rasmi kuwa ni company limited ambayo imesajiliwa kabisa. GYN wameweza kujitahidi sana katika kuwajenga vijana msingi mzuri wa namna ya kuweza kuendesha miradi na kuweza kuwa na uthubutu katika kuendesha miradi na kuisimamia miradi yao. Kwa hiyo baada ya kuingia kwenye mradi wa GYN kupitia Tanga Yetu, tulinufaika sana katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kwenye upande wa elimu, usimamizi wa biashara, usimamizi wa fedha pamoja na masuala mazima ya ujasiriamali. Baada ya vijana wa kumaliza, wengi wao wameweza kuwa supported kuanzisha business zao in groups na kuweza kupata seed fund at least ya kuanza kuzalisha
hizo bidhaa zao. GYN nimeweza kujifunza kuwa na confidence ya kuongea mbele za watu. Nimejifunza namna how tuna communicate kwa namna nzuri, lakini pia nimejifunza kutokana na career yangu nimeweza kupata training kutoka Bodi ya Filamu Tanzania. Kwa kipindi hichi ambacho tumekuwa nao katika jiji la Tanga, tumeweza kuona matokeo ya chanya haraka sana hasa kwa kundi la vijana. Binafsi yangu, mbali na kufanya welding kama taaluma ambayo inanipatia kwa maana kuendesha maisha yangu ya kila siku, mimi nilikuwa na ndoto ya kuwa kiongozi. Kwa hiyo baada ya kukutana na GYN Tanga iliibua rasmi ndoto yangu ya uongozi, hasa baada ya kufanya mafunzo ya Equity Leadership ambayo yalinisaidia mimi kuibua rasmi sasa ndoto zangu za kuwa kiongozi, na ndipo sasa ilipoibua mimi kuwa ni mwenyekiti wa jukwaa la vijana wa wilaya Tanga mjini, lakini pia ndipo ilipoibua mimi kuwa mwenyekiti wa chama cha mafundi welding Tanga. Kwa kweli Mwanaisha wa mwanzo na wa sasa ni tofauti. Mwanaisha wa mwanzo ilikuwa ni mtu asopenda, yani kwanza makundi, ni mtu asopenda yani kuongea, ni mtu anapenda kukaa kimya, lakini sasa hivi na mwanzo ni tofauti. Hata sasa niambiwe labda kuna sehemu, kuna event au kuna kikao, kuna nini, lazima niende, na nikienda lazima nishiriki kuzungumza, kuchangia hoja, kuongea mambo mbalimbali. Na pia kama kuna fursa zinahitajika labda vijana, na kuwa ni mwepesi wa kutafuta vijana. Vijana sasa wameanza kutekeleza miradi yao yenye tija, lakini wamekuwa na uthubutu sana katika kuzichangamkia fursa. Katika hizo fursa zilizokuwepo nilizounganisha vijana, nimewapeleka vijana katika mafunzo ya food processing, nimewapeleka vijana katika mafunzo ya kupatiwa mafunzo ya vipodozi, na pia vijana wengine niliwapeleka katika kwenda kusomea mafunzo ya Equity Leadership. Nimebadilika kiasi kikubwa, lakini pia yeye Aisha ni chanzo mojawapo cha yeye kutufanya sisi tubadilike na tuweze kujituma katika fursa nyingi tofauti tofauti. Kwa kupitia ujuzi huo niliopata, ninafikiria kuweza kujiajiri mimi kama mimi mwenyewe. Kwa kupitia kuwezeshwa, endapo nitakapopatiwa mtaji, nitaweza kujiajiri mimi mwenyewe, kutengeneza kazi zangu, kuuza, ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Kwa ujumla mpaka sasa takriban vijana 2500 wamekuwa engaged katika hii program na wameanza kubenefit katika interventions mbalimbali. Nikiwa mwenyekiti wa baraza la washauri la vijana wa wilaya Tanga mjini, nilifanikiwa kufanya mambo kuwafikia vijana zaidi ya 2500, lakini kati ya vijana hao vijana 50 walipata mafunzo ya upishi, vijana 50 walipata mafunzo ya mapambo, vijana 157 walipata mafunzo ya uongozi unaojali usawa na haki kwenye jamii, vijana 50 walipata mafunzo ya sanaa na uigizaji, vijana 25 walipata mafunzo ya welding pamoja na kuwezeshwa kwa maana ya kuwa na welding center ambao na sasa hivi wana vyeti vya welding. Yeye ndo kaanza kunifanya nijue welding ni nini na niweze kuchomelea. Kwa mfano kwenye mapambo, nazungumzia mapambo kama hii nyuma yangu hapa. Hii ni kwa ajili ya mapambo ya harusi, nimeifanya mimi, lakini kutokana na mafunzo ya Abdalla. Nilikuwa sina ujuzi wowote, lakini ni nguvu kazi ndio ilionileta hapa na nikafanya kazi, nikawa na ujuzi mpaka sasa hivi ni kama operator, napiga tofali, pia napata kipato ambacho kinakidhi mahitaji ya familia yangu. Nina mke na watoto na nina wazazi. Pia nimenunua kiwanja kupitia kazi hii. Na pia Mungu akinijalia kwa kazi hii nitajenga. Watu wameelimika kwenye hili jambo, wamelipokea vizuri sana. Napenda kushauri kwanza vijana tujitume, tuwe na hari na uthubutu wa kufuatilia fursa, kwa kuwa fursa inatakiwa ikimbiliwe, sio fursa ikukimbilie. Na ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa kupitia mradi wa GYN kutuunganisha na vijana mbalimbali pamoja na fursa mbalimbali ndani ya halmashauri ya jiji la Tanga. Pamoja na kwamba tunajua kwamba itafika sehemu watafezi auti, watamaliza mradi wao au miradi yao katika jiji la Tanga. Tunachotarajia na tunaamini kwamba kitatokea ni kwamba kutakuwa na bado muendelezo wa kile ambacho wamekianzisha katika mindset za vijana na matabaka mengine ya wananchi wa jiji la Tanga. Kwa kuwa mradi huu sasa hivi ni mwaka wa pili unakwenda, tunaanza kuona matokeo taratibu ya jinsi vijana wamebadilika. Level ya kwanza ya mabadiliko ya ujuzi na mindset za vijana
katika kuzipata fursa yanaendelea kuwa mazuri, lakini wengine wameanza kidogo kutengeneza fedha na kuweza kuwa na fursa ambazo wanaziona. Kijana ni fursa. Kijana ni fursa. Kijana ni fursa. Kijana ni fursa. Kijana ni fursa.